Licha ya yote kuweza kuendelea mitandaoni kuhusiana na hili penzi la bwana mkubwa ambaye ni Ally Kamwe, tumeweza kuona Mwijaku aliweza kutoa ushauri mkubwa sana kwa wale wote ambao wanaotaka kuingia kwenye ndoa, lakini pia aliweza kutoa ushauri kwa bwana mkubwa Ally Kamwe. Kitu ambacho alichoweza kumshauri bwana mkubwa Ally Kamwe ni kwamba katika haya maisha unatakiwa kuweza kuwa na msimamo na unatakiwa kuweza kujijengea future ya maisha yako. Na unachotakiwa kujua kuoa sio sawasawa na kwenda kwenye mwembe au mchungwa unachuma tu chungwa ama embe alafu unapita hivi. La kuoa ni sehemu ya maisha yako, kama vile ambavyo unavyotegemea kula chakula na ndivyo ambavyo ndoa inavyotaka. Sasa wewe mwanamke kakufanyia challenge kidogo, umeshanyoosha mikono juu, unatoa talaka. Hivi unawajua wanawake walivyo? Kwa staili hiyo, mdogo wangu Ally Kamwe, utaoa kila sample ya mwanamke, kwani wanawake wote ndio wale wale. Kuna huyo ambaye unaosema amemfumania, kuna atakaye kuja atakudhalau na kukudhalilisha na kukupa majibu machafu mbele za watu, na kuna mwingine ambaye atakaye kuona wewe si lolote si chochote, atakudhalilisha na atakuona huna maana kwake, na kuna yule ambaye asiyependa familia yako, asiyependa kitu chochote kuhusiana na wewe. Hivyo yakupaswa kuwa makini na uwe na moyo wa kiwanaume ili uweze kustahimili kwa kila kitu ambacho kinachotokea katika maisha yako na katika ndoa. Kiuhalisia kwa hili tukio ambalo uliloweza kulifanya moja kwa moja, inadhihirisha kwamba wewe si mwanaume kamili. Mwanaume aliyokuwa kamili hawezi kumpatia talaka mke wake eti kwa sababu tu ameweza kumfumania, kwa sababu wanawake wa sasa hivi wengi wanatamaa, na kama ile kauli ambayo inaosema kwamba hakuna mwanaume wa peke yako, nao sasa hivi wanasema kwamba hakuna mwanamke wa peke yako. Kikubwa ni kukaza moyo ili maisha mengineyo yazidi kwenda. Kwanza umetutia aibu wanaume wote kutokana na wewe, yani umeoa hata miezi miwili haikuisha umetoa talaka. It means kwamba wewe si mwanaume mvumilivu. Hivi hauna lile kolomeo kweli? Embu achia hizo mambo mdogo wangu, kwa hili umewakosea wanaume wote. Lakini Mwijaku hakuishia hapo, aliweza kutoa ushauri kwa wale wote ambao wanaotaka kuweza kuingia kwenye ndoa. Akawaambia kwamba kabla hujaanza kuoga maji ya mto, ni lazima uweze kuhakikisha, je, sehemu unayoenda kuioga iko salama. Usije kama unaingia sehemu ambayo mamba ameachama mdomo wake, kwani watu wengi siku zote wanaangalia shepu, muonekano wa mwanamke na sura yake kiuhalisia, ndicho ambacho wao wanakijua. Hawaangalii tabia ya mke ambaye anaenda kumuoa. Hilo ndio tatizo kubwa la vijana wa sasa hivi. Mke wangu nilimuoa akiwa simple, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ninavyozidi kumpendezesha mke wangu. Oweni wanawake wenye akili na msioe muonekano wa mwanamke. Bwana, huo ndio ujumbe wa bwana mkubwa Mwijaku kwa bwana mkubwa Ally Kamwe. Lakini nataka nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara yako ya kwanza kufuatilia channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.